Kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye angekuwa mgeni rasmi leo kutokana na majukumu mengi ya kitaifa, imempendeza kunituma kuja kumwakilisha, na nipende sasa kutoa pongezi za dhati kwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania chini ya uongozi wa Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali kwa kuandaa utaratibu huu mzuri wa kusherehekea sherehe hizi za Maulid kwa mzunguko kwenye mikoa mbalimbali hapa nchini. Hii ni fursa pekee ambayo mufti wetu aliandaa kwa Waislamu wote kuungana pamoja, kuimarisha imani na kuenzi maisha na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye maeneo yote yanayoandaliwa siku hii ya Maulid. Lakini mpongeze pia mufti wetu kwa kuendelea kuimarisha mshikamano miongoni mwa Waislamu wote bila kujali madhehebu yetu mbalimbali ndani ya Uislamu. Leo hii Waislamu wote tunazungumza lugha moja. Taasisi, madhehebu mbalimbali ya Kiislamu tuko pamoja, na hii ni kazi nzuri inayofanywa na Sheikh wetu Dr. Zubeir bin Abubakar, ambaye pia ni mufti na sheikh mkuu wa Tanzania. Mimi najua utendaji wako wa kazi. Tumeendelea kufanya kazi pamoja, BAKWATA, lakini Waislamu pamoja na serikali. Wakati wote nimekuwa nikiona dhamira yako njema kwa nchi hii, kwa kuwasihi Waislamu kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo ndani ya nchi kwa lengo la kulifanya taifa hili kuwa tulivu na lenye mshikamano wa pamoja. Lakini mufti, umefanya kazi kubwa, si tu Waislamu ambao wameunganishwa pamoja. Mufti amekuwa na mashirikiano mazuri na dini zote nchini. Amekuwa akihudhuria matukio ya dini nyingine, lakini dini nyingine pia wamekuwa wakihudhuria kwenye matukio ya Waislamu. Kazi hii ni mzuri ya kuunganisha Watanzania bila kujali madhehebu yao ya dini, na ndiyo kwa sababu pia hata baba wa taifa alisema Tanzania yenyewe haina dini, ila Watanzania wana dini zao. Kwa hiyo mufti, nikutakia kila laheri kwenye jukumu hili la kuwaunganisha Watanzania, na unapopata nafasi ya kuzungumza mbele ya Waislamu, maana yake unazungumza mbele ya Watanzania, kama ambavyo leo umetunasihi hapa kuwa ukijiua unakwenda motoni. Si ndio alivyosema? Vizuri. Tatu, nitumie nafasi hii kama ambavyo nimesema awali, mgeni rasmi ambaye alipaswa leo ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu. Naomba niwasilishe salamu zake kwa Waislamu wote na Watanzania wote ambao leo tunaungana Watanzania duniani kote kusherehekea Maulid hii. Mheshimiwa Rais, mbali ya salamu hizi, lakini mapema alishatoa salamu kwa Watanzania kupitia mifumo yetu ya mawasiliano na mitandao ya kijamii, akiwatakia heri kwenye sikukuu hii muhimu, na akiwasisitiza tusherekee kwa amani na utulivu, kila mmoja awe huru, lakini amani na utulivu uweze kushamiri kwenye taifa letu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anayo imani kubwa kwamba tutaitumia pia siku hii kusikiliza maneno muhimu ya viongozi wetu wa dini, na wote ni mashahidi. Viongozi mbalimbali kuanzia jana usiku wamepata nafasi ya kuzungumza na Watanzania, kueleza msingi wa dini, msingi wa kuleta amani kwenye taifa, lakini pia kuendelea kudumisha taifa hili na ile heshima tulionayo ya taifa hili
ya ulinzi, usalama na utulivu na umoja iendelee kushamili. Shehe wetu mkuu wa Tanzania aliuliza hapa, sisi ni Watanzania, tunaringia kuwa Tanzania na lazima tuilinde Tanzania kwa sababu hakuna Tanzania nyingine. Na leo tunaiona Tanzania kwa ni kimbilio la wale wote waliopoteza amani kwenye nchi zao. Tuna umuhimu mkubwa wa kulinda taifa hili kwa nguvu zozote, kwa gharama yoyote. Taifa hili liwe huru, liwe na amani na mshikamano shamili. Salamu hizi za Mheshimiwa Rais ambazo nazitoa kwenu, naomba nifikishe sasa salamu pia za Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anaungana na Mheshimiwa Rais kuwatakia Watanzania wote sherehe njema za Maulid. Na Mheshimiwa Makamu amesema anawaombea kwa Mwenyezi Mungu awape baraka nyingi kupitia sherehe hizi. Na hii ni kwa Waislamu wote na Watanzania wote kwa ujumla. Kile Mheshimiwa Dr. Philip Mpango anawasihi Watanzania wote tuendelee kuonesha upendo, umoja na mshikamano. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa mlioko hapa, natambua pia uwepo wa viongozi wa serikali. Nina furaha kubwa sana nanyi katika baraza hili la Maulid la Taifa ambalo limeandaliwa kwa heshima ya kuadhimisha kuzaliwa kwa mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siku hii ya furaha, ya shukurani na ya kutathmini kwa kina maisha na mafundisho ya mpendwa wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ndio kiongozi wetu na muongoza kila jambo jema kwetu katika maisha haya ya kiroho. Ndugu Waislamu na wageni wote mlioko hapa, kipekee kabisa napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Geita. Kule Tanga walikuwa wanamuita pia Alhaji, na leo amefanania na Alhaji, kwa hiyo naomba nimuite Alhaji Shigela, mkuu wa mkoa wa Geita, kwa uongozi wake wa kipekee kabisa na kuwa sehemu ya maandalizi ya tukio hili muhimu. Tunazo taarifa ushiriki wake kutoka maandalizi mpaka matendo yote muhimu ya kuadhimisha sikukuu hii, yeye mwenyewe akiwepo pamoja na timu yake ya mkoa, kamati za ulinzi na usalama wilaya na mkoa, sekretarieti yake ya mkoa imeshiriki kamilifu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Alhaji Shigela, mkuu wa mkoa wa Geita. Na hiki cheo, hii heshima uliopata hii ungeendelea nayo. Na ratiba ya hija ishasomwa leo. Kwa hiyo tunatarajia mwakani kama alikuwa hajaenda basi aandae kabisa, ili mpaka mwezi wa 4 awashapata visa. Mheshimiwa Alhaji Shigela, tunatambua mchango wako kwa mkoa wa Geita kupitia shehe wa mkoa, ambaye wakati wote anapokuwa na jambo ametuhakikishia kwamba anapata msaada wa kina kupitia ofisi yako. Ndugu Waislamu, tukio hili leo linatukumbusha umuhimu wa kupenda, kuheshimu na kuzingatia maadili ya kiroho yaliyowekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni katika kipindi hiki cha baraza la Maulidi ambapo tunafurahia na kuenzi maisha yake, yeye ambaye alileta mwanga na uongofu kwa watu wote. Maisha yake ni mfano wa kipekee kwa uadilifu, huruma na subira. Lakini kupitia kwake tunaona mabadiliko makubwa katika jamii, na mafundisho yake yanaendelea kuwa mwangaza kwa waumini wote wakati wote. Katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunafundishwa jinsi ya kuwa na huruma kwa wanyonge, kuwa waaminifu katika kila hatua ya maisha yetu, na kutumia elimu kama njia ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Tunaona wazi jinsi Mtume alivyowaheshimu wanawake, jinsi alivyokuwa mtetezi wa haki, na jinsi alivyokuwa mfano kwa amani na usalama.
Ndugu Waislamu na Watanzania kwa ujumla, leo tunapokutana hapa ni wakati wa kuangalia kwa undani kabisa namna tunavyoweza kuishi kwa mujibu wa mafunzo yake yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa tunashikamana kwa maadili na kwa pamoja tutajenga jamii yenye upendo na amani wakati wote. Ndugu Waislamu, Baraza la Maulidi ni sehemu nzuri sana ya kuenzi na kutambua maisha ya Mtume, na kwa maelekezo na maadili yaliyo katika Qur'an tukufu na hadithi zake yaliyo pia katika aya kadhaa za Qur'an. Na Qur'an inasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi bora kabisa wa mfano wa kuigwa. Kwa mfano, Surat Al-Azm 33 mstari mdogo wa 21 inasema, hakika Mtume wa Mwenyezi Mungu ni mfano mzuri kwa wale wanaomtazamia Mwenyezi Mungu. Naomba kunukuu. Ndugu Waislamu, sambamba na salamu za Maulidi, nitumie fursa hii kuelezea masuala machache ambayo yanapaswa kujikumbusha na kuyaenzi kupitia maadhimisho haya ya kuzaliwa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ifuatavyo. Kwanza, kumbukumbu ya maisha yake. Maulidi ni fursa ya pekee kwa Waislamu kutafakari maisha yake na kufuata mfano wake. Hivyo basi tutumie sherehe za Maulidi kuonesha njia ya upendo na heshima, maadili, huruma na uadilifu. La pili, lazima tuimarishe umoja na mshikamano miongoni mwa jamii yetu. Tutumie sherehe hizi za Maulidi ambazo tuleta pamoja Waislamu lakini pia na wasiokuwa Waislamu kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo tutumie fursa hii kuimarisha umoja na mshikamano miongoni mwa jamii yetu. Tatu, tuitumie Maulidi kwa tukio muhimu sana la kutafakari na kujiimarisha kiroho. Hapa kuna umuhimu wa kutoa elimu kupitia mihadhara, tafakuri na mijadala kuhusu maisha ya Mtume, na hivyo tutumie fursa hii kuiga yale yote mema aliyofanya wakati wa uhai wake na kukuza ufahamu wa watu wetu wa dini yetu miongoni mwa waumini wote wa dini hii ya Kiislamu. Lakini nne, tuitumie siku hii leo kuhamasisha kupata mabadiliko chanya. Sheikh Mkuu ameeleza sana mabadiliko chanya. Tunapokwenda kwenye mabadiliko chanya, lazima tuenzi maisha ya kiongozi wetu. Tutumie sherehe za Maulidi kuwa chanzo cha mabadiliko hayo katika maisha ya waumini wote. Sote tumie nafasi hii kuhamasika na kujitahidi kuishi kwa maadili ambayo pia Sheikh wetu mkuu ameeleza, na ndio yanayotujumuisha sisi kwenye kuonekana tuna tabia mzuri, lakini pia uadilifu, huruma kama ambavyo nimeeleza awali, na kujenga msingi wa kuwa endelevu katika maisha yetu. Elimu ni muhimu, swala uchumi binafsi ni muhimu, lakini mazingatio ya mawaidha ya dini yetu ni muhimu zaidi. Na tano, ndugu waumini, tutumie fursa Maulidi hii pia katika kutoa msaada kwa wenzetu wenye uhitaji na kuonyesha huruma, ukarimu, kila ulicho nacho. Wako wenzetu wanafanya vizuri, sasa kila mmoja ajiulize, wewe je, mara ngapi umefanya hayo? Kwa chochote ulicho nacho, sio lazima uwe tajiri. Jambo hili linahitaji dhamira ya dhati kutoka moyoni, upendo na huruma. Pale unapoona wenye uhitaji ukatoa msaada kwao. Tunahitaji kila mmoja kuonyesha hisani yake, kusaidia wanyonge na kutoa msaada wa ujumla kwa jamii. Haya ni mambo ambayo Mtume ameasisitiza sana. Napoendelea na hotuba hii, katibu mkuu alipokuja hapa, yako mambo ameeleza, na yale yameelezwa kwenye risala iliyosomwa naye, lakini risala ya Mufti.
Katika hotuba ile, Mheshimiwa Dr. Sheikh Abubakar bin Zubeir bin Ali Mufti, ambaye pia ni Sheikh mkuu wa Tanzania, amezungumzia mambo kadhaa ikiwemo masuala maadili, na akalihusisha taifa hili na maendeleo yake. La kwanza, alisisitiza kwa serikali kwamba huko muhimu sasa somo hili la dini lifundishwe kwenye ngazi mbalimbali. Katibu mkuu amesema, kwa maana haidi kauli ya Mufti ambayo katibu mkuu ameiwasilisha kwetu, na anaomba somo la dini litambuliwe rasmi na ngazi za shule kuanzia awali na elimu ya juu, na lifanyiwe pia utahini ili iwe moja kati ya masomo yanayofanywa mitihani. Ndugu wa Tanzania na Waislamu wote, serikali hii limeshaanza kulitekeleza kwa muda mrefu tu. Kwanza, kwenye sera ya elimu, dini lazima ifundishwe, Kristo na Uislamu. Hatukutaka kuweka madhehebu moja, tumeweka Ukristo na Uislamu. Na tuna vipindi vya dini kila wiki ambapo watoto wetu wanapata mafundisho ya Kikristo kwa Wakristo na Uislamu kwa Waislamu. Na tumejaribu kuweka kipindi hiki kwenye siku moja kati ya siku za masomo ambayo inaguswa na dhehebu la dini. Na masomo yanakuwa Jumatatu mpaka Ijumaa. Na tunaiona dini ya Kiislamu ambayo moja kati ya siku hizi inagusa ni Ijumaa. Kwa hiyo Ijumaa kila shule ya msingi, sekondari ina kipindi cha dini. Na tumetoa maelekezo kwa wakurugenzi wote wa halmashauri. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, mko hapa. Kipindi hiki kitumike kwa kuleta waliobobea kwenye dini kuja kusema neno, kuwafundisha, kuwaongoza kwenye sala au mafundisho ya kidini. Na kwa kuwa tumeiweka Ijumaa, iko ruhusa ya wanafunzi wetu Waislamu kwenye shule husika kwenda misikitini. Kwa hiyo muda ule wa mchana kunakuwa hakuna masomo, watu wa Kiislamu wote huenda misikitini. Nataka niwahakikishie kwamba hili lipo, mashehe wa wilaya mpo, nenda mfuatilie kama utekelezaji upo. Kama upo, tupe taarifa, sisi tufuatilie kwa nini kitu hicho hakitekelezwi. Lakini pia serikali imeridhia masomo ya Kikristo na Kiislamu kufanyiwa mitihani. Iko Islamic knowledge inafanyiwa mitihani na watoto wa Kiislamu, na Bible knowledge kwa watoto wa Kikristo. Yule ambaye anapenda kufanya mtihani wajiongezee credit kwenye alama za masomo mengine, anaweza kuchukua Islamic knowledge na Bible knowledge. Na somo hili liko linaongozwa pia na Baraza la Mitihani la Taifa. Na somo hili linachangia ufaulu na grade ya kijana aliyetainiwa Islamic knowledge, Bible knowledge kwenye matokeo yake, na akapata GPA mzuri tu. Kwa hiyo Mheshimiwa Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali, shehe wetu na Mufti, jambo hili lipo, lakini wape faraja kwamba tunafanya mapitio ya sera sasa na tumeanza kuitekeleza. Tutaona wapi kuna mapungufu na tunaomba mtushauri wapi kuna mapungufu ili tuingize kwenye marekebisho ambayo tunaenda nayo. Hili halina mashaka. Mufti amesema kuongezeka kwa vitendo viovu miongoni mwa jamii. Katika hotuba yake iliyowasilishwa hapa na katibu mkuu, ameeleza kuwa asasi mbalimbali za kidini, kiserikali, kiraia na kijamii zimechukua hatua mbalimbali za kidini na hatua mbalimbali katika kukemea vitendo viovu vya ukiukaji wa maadili, lakini bado jamii yetu inaendelea kushuhudia na kushamiri kwa vitu hivyo. Nitumie nafasi hii kuendelea kutoa rai kwa wananchi, wazazi,
hasa viongozi wa dini, kuhakikisha kwamba tunatumia fursa yetu ya kuwa mbele ya macho ya jamii kuendelea kuwakumbusha umuhimu wa kila mmoja kuelimisha watoto wetu, kusimamia menendo ya watoto wetu na kuhakikisha makuzi ya watoto wetu yanaendana na maadili ya taifa hili kwa mujibu wa mila, desturi, lakini pia na utamaduni wetu. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu linamjenga mtoto huyu kutoka umri mdogo mpaka anapokuwa. Tunapofanya haya, tumjengee mafundisho ya kiroho ili kijana huyu akue akiwa na imani ambayo inamwelekeza kwenye mema na mabaya, aachana na mabaya, na ndio msingi uliojengwa kwenye taifa hili. Tunaweza kuwa tunasahau wajibu wetu, na nitumie nafasi hii kukumbusha wajibu wetu. Kama tutaendeleza haya ambayo wazazi wetu waliotangulia waliyajenga, basi taifa hili litafika mahali ambako si salama. Kila mmoja anao wajibu, iwe ni mkuu wa taasisi za elimu, mkuu wa taasisi ya kidini. Moja kati ya ajenda muhimu ni kuhamasisha Watanzania kulea watoto wetu kwenye maadili mema. Tukipata jamii yenye maadili mema, tutaepuka maovu yote. Ndugu Waislamu wenzangu na Watanzania, viongozi wa dini mnao jukumu kubwa, na hili ni jukumu lenu la kutoa mwongozo na malezi ya kiroho kwa waumini, na hivyo mna nguvu kubwa ya kuhamasisha maadili na tabia nzuri kwa jamii yetu. Wazazi wote mnanisikia, wote ni wazazi. Nyie mna jukumu la msingi kabisa katika kulea mtoto wako kuanzia kwenye ngazi ya familia, kuhakikisha kwamba unamfundisha umuhimu wa kuishi kwa maadili na utu, na kuhakikisha kwamba anajenga ushirikiano na kujenga jamii yenye tabia njema. Tukitekeleza haya matendo ya hovyo yanayofanywa huku mtaani, yanayopelekea Watanzania kushindwa kutekeleza majukumu yao, wakihangaika ukihofu, hayatatokea. Tunalo jukumu hilo la kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa na maadili mema, upendo na mshikamano wakati wote. Sambamba na msisitizo katika maadili, nataka niwahakikishie Watanzania, serikali katika hili iko macho. Lakini serikali ni nani? Ni sisi. Nikitamka serikali, sikia kuwa unaguswa kwamba wewe ndio serikali. Serikali ni sisi wenyewe. Kwa tuna umuhimu wa kuwa macho kwenye matendo haya maovu yanayokwenda kusambaratisha jamii yetu, yanayokwenda kuleta hofu miongoni mwa jamii, yanayokwenda kupoteza haki ya kuishi ya Watanzania wenzetu. Wote mnajua maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu, kwamba wakati wote lazima tulilinde taifa hili usiku na mchana. Nataka niwaambie, suala la ulinzi na usalama wa nchi yetu ni letu sote wa Tanzania, tukishirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi tuna nafasi ya kuhisi palipo na mashaka, kugundua mipango ovu inayopangwa, lakini na matendo ya hovyo yanayofanyika kwenye maeneo yetu. Sisi tuna nafasi ya kwanza. Hebu chukua mji wa Geita, kituo cha polisi kiko wapi? Kiko huko. Kina askari wangapi? Wako 20 tu. Wanalinda kwenye eneo gani?
huku limeenda mpaka karibu unafika huku, linaenda karibu na karibia na Mbogwe huku linakwenda mpaka miji huko Mwanza. Polisi wako 20 tu wako pale. Kama tutajielekeza kuacha peke yao kwamba wao wana nafasi ya kuja kukagua mpaka huko mtaani, taifa hili litakuwa salama. Ni muhimu na sisi tukabeba jukumu letu kuhakikisha kwamba ulinzi kwenye taifa hili unaendelea kushamiri, na ndivyo tulivyofanya toka taifa hili lilipopata uhuru wake mpaka leo hii. Watanzania tumekuwa sehemu ya usalama wa taifa hili. Nataka niwasihi tuendelee na jukumu hilo la kulilinda taifa letu. Kila mmoja awe mlinzi. Pale ambako unaona kuna mashaka, toa taarifa. Vyombo vya ulinzi vina miongozo yao katika kusimamia sheria, kanuni na taratibu za majeshi yao ili kuimarisha ulinzi, lakini wao peke yao hawezi kumudu kulinda taifa hili peke yao. Na hili nataka niwaambie kwamba serikali itaendelea kuhamasisha Watanzania tuweze kulilinda taifa letu katika kuifanya nchi hii endelee kuwa imara kwa kutambua viashiria palipo na mashaka, lakini matukio yote yanayovunja amani na utulivu kwa raia na mali zao, tutaendelea kutekeleza jukumu hili. Mwaka 2021-22 mwanzoni, Mheshimiwa Rais alimwagiza Waziri Mkuu kuunda tume kuchunguza tatizo moja la kule Mtwara. Tume iliundwa. Na mjue kwamba tunakwenda kuchunguza chombo cha ulinzi na usalama. Tume ilifanya kazi yake. Na tume ilikabidhi ripoti kwa Amiri Jeshi Mkuu. Na Amiri Jeshi Mkuu alichukua hatua. Hatua ile, moja kati ya hatua ni tume ya haki jinai iliyopita Tanzania nzima kupata maoni ya wananchi. Kwa sababu tume ile haikwenda kuangalia tu ya mauaji ya yule mtu aliyofariki, lakini pia angalia na mfumo. Kwa nini kila unapotokea uchaguzi baki toka awamu ya 3, ya 4, ya 5 haya mambo yanatokea? Kwa hiyo tume ile ilikwenda kuangalia zaidi na mifumo. Na mfumo kabaini kwamba iko haja ya kuunda tume ya haki jinai. Na Mheshimiwa Rais aliunda tume ya haki jinai. Tume ya haki jinai ambayo imepita nchi nzima ni matokeo ya tume alikuwa ameiunda Waziri Mkuu kwa maagizo yake. Nataka niwahakikishie Watanzania, hakuna maelekezo ya rais ambayo yatadharuliwa katika kutekeleza, na yatafanywa kazi. Watanzania, endeleeni kuiamini serikali yenu kwamba serikali na vyombo vyake tuko macho na tuko imara. Endeleeni kuchapa kazi, lakini endeleeni kuwa walinzi nambari 1 kutoka kwenye jamii mlimo. Taifa hili litaendelea kushamiri kwa salama. Na haya yamejengewa misingi na baba wa taifa bara na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kule Zanzibar na hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Yamejengwa haya. Na kwa sababu taifa hili mpaka leo ni salama, lakini wako wachokozi wanaochokoza taifa hili. Hatutafumba macho. Tutafumbua macho mbele yao. Na hatua kali zitachukuliwa. Endeleeni kuiamini serikali yenu. Endeleeni kumwamini rais wetu. Endeleeni kutuamini wasaidizi wake. Tutasimamia maelekezo, kanuni na sheria za nchi kuhakikisha kwamba nchi inabaki kuwa salama. Mheshimiwa Mufti, niliona hili nizungumze kwa lugha hii ili Watanzania waelewe dhamira ya serikali yetu, lakini namna tunavyofanya kazi. Mkuu wa mkoa yuko hapa, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi wa usalama, wakuu wa wilaya wako hapa, wenye viti wa kamati za ulinzi wa usalama, na vyombo vyenyewe viko hapa vya ulinzi wa usalama kwenye taifa hili. Haya ni maelekezo ya namna ya kulinda taifa hili. Kwa pamoja na jitihada hizo serikali ambazo zinaendelea na kudhibiti vitendo viovu vinavyofanywa na watu wachache, nitumie fursa hii pia kuwasihi wananchi wote, tunapoona viashiria uvunjifu wa amani katika maeneo yetu, muwe mstari wa mbele katika kutoa taarifa. Tunahitaji watu wawe huru katika kutekeleza mambo yao. Tunahitaji kuona
ushirikiano miongoni mwa wananchi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama katika kuhakikisha kwamba haya hayajitokezi. Ndugu Waislamu na Watanzania wenzangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, nitumie nafasi hii kumshukuru Mufti kwa mkutano huu, pia ukaribisha na watu wa mataifa ya nje waje tupo uzoefu. Mmetamka hapa kuna mwakilishi kutoka Uingereza, tumemwona pia shehe kutoka Jamhuri ya Kenya. Ndio kazi ya Mufti, kutuunganisha Watanzania na mataifa ya mbali. Na naamini walipata nafasi ya kusema maneno kuongeza namna ambavyo taifa hili linahitaji kushirikiana na mataifa mengine. Na Sheikh Sharifu alipokuja hapa amesema kwamba Kenya tunajifunza Tanzania, si ndio jamani? Takbir. Sileti fujo lakini. Ni salamu za kuonyesha umuhimu wa kauli hiyo. Takbir. Sheikh Sharifu ameeleza wao kule wana kitu inaitwa Muslim Supreme Council, inajifunza kutoka Tanzania. Ukisema inajifunza kutoka Tanzania, wanakuja kuchukua matio kwa mufti wetu, mufti wa Afrika Mashariki. Lakini Sheikh Sharifu wala simukasirishe mufti, msemaji huko anasema wa Afrika Mashariki, sisi hatuingili utaratibu wenu, mufti wa Uganda, wa Tanzania na Kenya, kwa namna mlivyojipanga, lakini tutaheshimu sana mchango wako wa kujenga mahusiano na nchi jirani. Na leo tunaona umeshirikisha wote wako hapa, na naamini wamesema neno, hebu tuzingatie mahusiano haya. Nimefarijika sana na ujumbe huu, tutamfikishia Mheshimiwa Rais kwamba kumbe hata huku nako tuna mahusiano mazuri pia na nchi jirani. Ndugu Waislamu wenzangu, nirudie tena kulipongeza Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kitendo hiki cha baraza lote la ulama kutembea na kusafiri mpaka mahali palipo na maulidi kwa mpango ulioandaliwa wa kuzunguka. Na mimi binafsi nafurahi baraza la ulama lilikuja pia hata Ruangwa kwenye maulidi. Tutawaita tena. Na naamini mzunguko huu unatoa fursa kwa wenyeji wa eneo hilo kukutana viongozi wao wa Kiislamu wa ngazi ya juu. Kwa tuendeleze utamaduni huu, ni mzuri na utaendelea kutujenga pamoja, lakini pia tunajifunza mambo mengi, tutaendelea kutenda mema kwenye hatua zetu zote za maisha. Kwa kumalizia, ni washukuru washiriki wote, waumini wote, wageni wetu wote tulioshiriki hapa kwa maulidi hii, na naomba sote tunufaike na dua za maulidi zilizotolewa na viongozi wa dini kwa afya, amani na baraka kwenye shughuli zetu za kila siku. Aidha, Mwenyezi Mungu aendelee kutuongoza na atujalie nguvu na hekima katika kutekeleza mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yetu ya kila siku. Na washukuru sana, asante sana.